wagumu. Yanga yeye wakati huo alienda kuanza na kiungo soft ambaye hata pengine akikupita anakuwa hawezi kufanya ile migongano. Pengine Mudathiri anaweza kufanya ile migongano na Harassing, lakini Mudathiri alicheza kwenye dimba kidogo, dimba la juu. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwenye eneo la kiungo alikuwepo Duke Abuya peke yake. Pengine labda angeenda kuanza na Kamara, pengine kidogo ingeweza kwenda kuonyesha. Kwa hiyo unaona moja kwa moja Ibenge alienda kuwazidi kwenye eneo zima la kiungo, lakini ambako hakufanikiwa Ibenge ni kwenye safu nzima ya ushambuliaji kwenda kumwacha Kitambala bora. Kaka mimi mdau nilitegemea alafu hivi Faisal Salum ameonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa Kitanzania na pia ni mchezaji bora na bado ameonyesha ubora sana kwenye mechi ya leo. Japokuwa kuscore, lakini kuna vitu ambavyo amevifanya unaona yes kwamba kuna mchezaji mzuri. Lakini kwenye mechi ya leo Ibenge yeye mwenyewe ndio amejikanga kwa mafuta yake. Lakini mechi ya leo Ibenge alikuwa na advantage kubwa sana ya kushinda pengine kuliko Young Africans. Alama 3 nyuma na mchezo mmoja kwa upande wa Simba Sports Club kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mnasemaje wana Simba? Mnaona kuna dalili zozote za ubingwa msimu huu? Katika zile timu tatu zote ambazo ziko juu, ukimtoa JKT Tanzania ambaye amecheza mechi 17 mpaka kufikia siku ya leo, Simba, Yanga, Azam bado kwenye ubingwa wote, yeyote anaweza akachukua ubingwa pale, kwa maana kwamba ligi ni mchezo wa kuangusha na kuokota alama. Umeona leo Yanga kashindwa kuchukua 3, amechukua 1, zimemsogeza kwenye namna fulani. Kama wewe unaenda unachukua 3 kidogo, unajaribu kwenda kupunguza gap, lakini kwa mpinzani ambaye ameshatangulia ni ametangulia, inatakiwa ujiangalie wewe ni namna gani ambavyo unaenda kuziendea hizo mechi. Uweze ukasema tunaenda kuchukua ubingwa, wewe kwenye mechi zako hujajipanga vizuri. Kwa hiyo nadhani tukienda tukiwekeza vizuri na kujipanga vizuri kwenye mechi zetu, kila mechi ikawa kama fainali kwa upande wetu, nadhani ligi bado mbichi na kila mtu anafaa kwenda kuchukua ubingwa. Mechi mbili ngumu za dabi ambazo tunasema ni mechi za ubingwa kwenye ligi yetu kulingana na timu ambazo zinakuwa na viwango bora. Dhidi ya Simba, dhidi ya Azam. Depu hajaonyesha makali yake. Nini kinamsibu? Depu ukimwangalia pengine Depu ni kama yule striker wa Ngita huyu. Depu kama Ngita wa Azam, yule striker tolo ambao ameingia hapa. Mimi nitegemea kabisa ataingia Kitambala bora. Depu ni mchezaji pia ambaye anahitaji space zaidi. Kwa mfano kama Ngita pale kuna nafasi ambazo amezipata karibia 3, lakini ameshindwa kuonesha kwamba yeye ni namna mshambuliaji. Pengine kwenye mechi ya leo mimi pengine nilikuwa natamani kutokana na kocha walikuwa wanasomana mbinu, kutokana na uoga, pengine kila mtu ameweka silaha zake ili kusudi kujua silaha gani ambayo inaenda kumzuru. Mimi nadhani kocha wa Yanga pia Gonzalez angeenda kuanza na striker mmoja ambaye kidogo Dube anatoa option sana kwa viungo wa nyuma ambao wanamfuata, wale wanaocheza nyuma ya mshambuliaji kwenda kutoa nafasi za kwenda kufunga kuliko ambavyo wameanza na double striker. Alipocheza double striker kocha Yanga umeona kama amejikaba. Ndio maana Yanga walionyesha kabisa wako chini sana kwenye mchezo wa leo. So far ukiangalia kwenye namna Yanga ambapo wamecheza leo hii wana miss Dickson Job kwenye eneo la ulinzi. Kuna namna ambapo ilikuwa inawawia vigumu kwenye uchezaji mabeki hao ili Baka na Mwamnyeto. Kwanza ukiangalia namna ambavyo amecheza leo Mwamnyeto unaonesha kabisa kwenye pengo la ulinzi hakuna shida. Inaonesha sasa hivi Dickson Job pengine mashabiki wengi wa Yanga wanaweza wakaenda kumsahau. Ameziba pengo vizuri sana na pengine watu wengi walikuwa na hofu, lakini alichokifanya Mwamnyeto anaonyesha kwamba yeye ni mchezaji ni kama kisu kile cha buchani. Kisu cha buchani huhitaji sana kunoa kwa muda mrefu, ukinoa tu makali yake hapa pale. Kwenye ulinzi of course Yanga wameimarika sana. Mimi nikushukuru mzee. Asante sana. Asante.